Tunaendelea na kichwa chetu kinachosema tambua chanzo cha tatizo au chanzo cha vita unayopitia kwenye uzao wenu au kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye kazi, kwenye biashara. Ndio maana nikasema tambua vyanzo vya vita ya uzao. Yaani hapa tuko watu wa aina tofauti. Kuna watu wengine hapa kwenye eneo la uchumi hatuna shida hata kidogo. Sio kwa Mungu. Lakini kuna watu wengine hapa tuna shida kwenye uchumi hujawahi kuona. Lakini kuna watu wengine hapa hatuna shida ya uzao kabisa. Yaani sisi kwetu kila kitu kimenyooka namna hii. Familia yetu imenyooka namna hii. Lakini hapa kuna mwingine eneo lake ni la uzao tu. Si ndio? Ndio maana nikasema tambua chanzo cha hiyo vita. Wengine hapa tunapigika kifamilia. Wengine hapa tunapigika kifamilia lakini kiuchumi ndani ya familia. Familia hainaga mtu wa kusaidia. Yaani yule anayesaidia unaweza kukuta mshahara wake au kipato chake ni cha 200,000, lakini ndio yaani huyo ndio top wa familia. Waliobaki huku chini wote tunamwangalia yule na asipotusaidia ni kosa. Kwa hiyo hata kama yeye ana kipato chake hicho kidogo na yeye hafaidiki nacho. Kwa nini? Akiangalia wenzake, mbona hawasogei? Hiyo ni vita. Amen, watu wa Mungu. Wakati wengine vita yetu ni elimu tu. Lakini kwenye mambo mengine tuko sawa. Yaani elimu unashangaa mtoto anaanza vizuri, akifika la 4 anaanza kufeli. Akifika form 4 hakuna anayeendelea. Akifika chuo hata akimaliza hapati kazi. Hiyo nayo ni vita. Haleluya. Amen. Nataka nikusaidie hivyo. Mwingine anasema vita vya uzao. Mimi sina mtoto. Sawa, una mtoto, lakini angalia uzao wa kwenu, familia yenu, ukoo wenu. Mnaendaje? Mambo yanaenda au hayaendi? Kama hayaendi, hiyo ni vita ya kifamilia. Hiyo ni vita ya huo uzao wenu. Uzao wa nyumba ya huyu mama, uzao wa nyumba ya huyu baba hauko sawa. Kwa nini? Haunyooki. Kiuchumi umepigwa, kwenye ndoa tumepigwa, kwenye elimu tumepigwa, kwenye afya. Tunashangaa siku hizi hata katoto kadogo ukikapima unaambiwa kana sukari. Lakini ukifuatilia unaambiwa babu zake walikuwa na sukari. Sijui nani alikuwa kwa sukari. Sijui nani hivyo. Nini manake? Hiyo ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijaje tuna dada yule ambaye tunakuja naye hapa, yeye ningemwambia leo asimame ashuhudie. Wakati nakutana naye, wao walikuwa na vita kwao ya vifo. Kifo cha kufanana, mwezi ule, tarehe zile kila mwaka. Na ugonjwa ni ule. Kwa hiyo wakati nakutana naye, amepanga orodha ya watu. Yaani kule, hawa na hawa. Hata, yaani hawako vizuri na sisi. Nikamwambia tukae, tutafute chanzo cha tatizo. Amen. Kwa hiyo tulipotafuta chanzo cha tatizo, nadhani wana mwaka wa 4 au wa 5 hawajasikia mauti kwao. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo zile dhambi zilizofanywa na wazazi, dhambi tulizofanya sisi, zimesimama kama kifungo kwenye uzao. Unashangaa tu tunapigika. Unashangaa familia nzima mna maisha ya kufanana. Yaani hakuna hata wa kumsaidia mwenzie. Hata huyo anayemsaidia naye anajikongoja tu. Huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu tuishi maisha ya baraka na ya mafanikio. Haleluya. Sio kishaona familia nzima tunapigika. Familia nzima, ukoo mzima. Elewa hiyo ni vita ya uzao. Sasa imelenga nini? Inaweza ikalenga uchumi. Piga uchumi kweli. Inaweza ikalenga ndoa. Inaweza ikalenga watoto. Ngoja tusogee kidogo. Twende tusome kile kitabu cha Waamuzi mlango ule wa 2. Naomba nisome kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda Bokimu. Akasema, mimi nimewaleta ninyi kwea juu kutoka nchi ya Misri. Nami nimewaleta hata nchi niliyowapia baba zenu. Nami nilisema, mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi.
nanyi msifanye agano lolote la hawa wenyeji wa nchi hii. Zipomosheni nchi madhabahu zao. Lakini hamkusikia sauti yangu. Je, mmefanya hayo kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi, mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Ikawa hapo huyo malaika wa Bwana alipoyanena maneno haya kuwaambia wana wa Israeli wote, ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia. Mungu aliwaambia, msifanye agano na hao watu, msiende kwenye maisha ya watu, msiishi maisha ya mkumbo. Sababu gani? Asema sasa mimi naachilia miiba juu ya adui zenu, acha iwachome. Ukienda kwenye biashara, mwiba, hii biashara naona watu ni wengi sana, tuwezi kuuza hiyo biashara, kuna wachawi, hilo eneo siwezi kukaa kwa sababu kuna maadui. Mungu ameachilia hiyo miiba, inakuchoma kila mahali. Ukianza biashara hii ina miiba, ukienda ofisini miiba, ukiingia kwenye ndoa miiba. Maana yake nini? Kuna kosa liliwahi kufanyika. Amen. Haleluya. Amen. Naongea na watu, si ndio? Anasema kwa ajili ya hayo mimi nalisema sitawafukuza watoke mbele zenu. Wewe umekazana kuomba, Baba katika jina la Yesu, pepo moka, cheka nitoka, miungu na mizimu na wasaga. Ukimaliza wamesimama pale pale. Tena kama walikuwa hawajakubinya sawa sawa, ukimaliza maombi wanakubinya kikamilifu. Kwa nini? Hakuna namna unaweza ukawakwepa mpaka urudi utengeneze na Mungu. Amen. Amina watu wa Mungu. Anasema sitawafukuza, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Sasa unashangaa kwa nini adui anapata nafasi ya kutesa maisha yetu? Kuna mahali tulikosea. Ndio maana nimeanza kichwa kinachosema tambua chanzo cha tatizo, chanzo cha vita. Kwa nini tunapitia hii vita? Kwa nini hii vita jamani? Usianze kumtafuta mtu kwanza. Amina watu wa Mungu. Nitafuta kwanza wewe. Hivi huko nilikotoka kuna nini? Kwa nini iko namna hii? Nikawapa mfano. Ngoja niseme jambo hili moja. Mungu hakuweza kuwafukuza adui za Israeli kwa sababu kwanza hawakuwa watii, lakini pia hawakuwa na bidii ya kumtafuta Mungu wala kuzifuata njia zake kikamilifu. Sema bidii. Biblia inasema na wapenda wale wanipendao, watakao nitafuta kwa bidii wataniona. Wana wa Israeli hawakuwa na hiyo bidii. Yaani walikuwa ni watu ambao kwa sababu leo nimefundishwa ubaya wa hili jambo, anaondoka analia, anakaa pembeni. Halafu baada ya muda ameshasahau, yani kama vile sio yule aliyelia na kuomboleza, sio yule aliyefanya jambo, yani aliyekosea akaomba toba. Kuna saa mtu anajikana, anasema ngoja nifunge hata wiki ninaomba, namlilia Mungu. Mungu akishajibu anasahau, anarudi pale pale tena, anafanya mabaya kuliko yale ya mwanzo. Halafu anarudi anasema nilishagaomba, nilishafanya toba, nilishaomboleza, nilishafunga. Hapana, wana wa Israeli hawakuwa na hiyo bidii. Ndio maana nikasema wewe soma, walikuwa kila wakati wanakosea. Wakikosea Mungu anaachilia adui anawashambulia. Walikuwa wanapigwa watoto wao, wanapigwa mifugo yao, wanapigwa kwenye vyakula, wananyang'anywa, wanapigwa kwenye uchumi. Yaani walikuwa wanaachwa weupe. Wakishaona wanalia, wakilia Mungu anawainulia mwamuzi, anaweka nguvu kwa yule mwamuzi, anawapigania. Wakishafika mahali wakaona kila kitu kiko sawa, wanajisahau tena. Amina. Amen. Sijui kama anasema na mtu. Amen. Mwambie jirani yako kuwa na bidii. Amen. Usiwe muombaji wa matukio. Si unajua kuna watu ni waombaji wa matukio. Ukiwa muombaji wa matukio, Mungu anakupa wakati mwingine nguvu ya ulinzi katika maisha yako. Anaiondoa kwa sababu na Biblia imesema
ni afadhali uamue jambo moja, niwe moto au baridi kabisa. Lakini ukiwa hapa katikati, Biblia inaniambia Mungu atakutapika. Hataki uwe vuguvugu. Mungu anataka uamue, kama nimeamua ni kumfuata Yesu, mimi na yeye, yeye na mimi. Kama ninasitaki, basi bora nibaki tu kawaida. Lakini ile nusu huku nusu michangano, ndio maana tunatandikwa kweli kweli. Tukiangalia kwenye huu mlango wa pili, ngoja tuone kwanza huu mstari wa 13. Biblia inasema wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Maashtoreti. Wana wa Israeli wakamwacha Bwana wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine. Baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhibika. Wakamwacha Bwana, wakawatumikia Mabaali na Maashtoreti. Sasa nataka tumuone Baali alikuwa ni mungu anayeshughulika na uzazi. Hebu sema uzazi. Sema tena uzazi. Baali alikuwa anashughulika na uzao. Baali alikuwa anashughulika na vyakula. Baali pia alikuwa anashughulika na mvua. Na mpaka leo kuna baadhi ya makabila, ukienda huko kwao, kipindi cha mvua mpaka watambike. Na wanapita kabisa kwenye nyumba, wanakusanya fedha, wanachangishana. Nini? Ibada imeshafika, kipindi cha masika. Kwa hiyo wale waganga na wachawi wanafanya hizo ibada, wanasema tunaita mvua. Hiyo ilikuwa ni ibada ya Mungu Baali. Sasa ile mvua mara nyingi inapoachiliwa, inapokuja kushuka, ndio unasikia radi ilipita, ikapiga, imeua. Kwa sababu gani? Ameitwa kwanza Mungu wao. Lakini pia unaweza kuwa umetoka kwenye familia ya aina hiyo ambayo na wenyewe walishiriki kufanya ibada za mvua. Mara nyingine hata ukilima chakula, jirani yako atavuna, wewe hautavuna, lakini mvua imenyesha. Amen. Haleluya. Amen. Kwani hamjawahi kuona? Hebu nashangaa shamba la jirani yako linachanua, kashamba kadogo, lakini atakula na ugali atavuna. Wewe unaweza kuwa na shamba kubwa, mavuno kidogo. Unasema hapana, huku kuna wachawi wameanza kuvuna. Kuna watu wanavunaga mashamba ya watu. Alikuwa na dili na mazao, alikuwa na dili na mvua, alikuwa na dili na uzazi. Na ibada yake ilijumlisha zinaa na kuwatoa watoto kafara. Na hayo makabila hata sasa yapo kwa Tanzania, na yalifanya na mengine yanaendelea kufanya. Kuna makabila walikuwa wakizaliwa mtoto labda ni mapacha, wanasema hii ni laana. Udada anafahamu. Amen. Wanasema hii ni laana kwa hivyo wameletwa mapacha. Lakini katika ulimwengu wa roho, mapacha wana baraka sana. Kwa hiyo huyu alijua kilichobeba ndani ya mapacha, alikuwa anataka chenye thamani, wanawatoa watoto kafara. Wengine walikuwa wanaweka juu ya mawe. Dada sika? Yaani chini kuna jiwe kubwa, halafu juu pia kuna jiwe kubwa. Watoto wanawekwa pale. Wanamiminika wale watoto wakilia, wanafika kule chini, wamekufa. Sadaka imetolewa, kafara imetolewa. Leo umeolewa, unataka kupata mtoto, unakosa mtoto, haupati mtoto, au unapata mtoto asiyeeleweka, unatafuta mchawi. Tafuta chanzo cha tatizo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio familia tulizotoka. Inawezekana hujui kabisa, Mungu mbona nimewalea wanangu vizuri? Mbona wako kwenye misingi mizuri? Mbona nimewasomesha vizuri? Lakini mbona wako namna hii? Mbona hawanisikii? Mbona ni majeuri? Mbona wako yani hawaeleweki? Jua tulikotoka, lazima kuna kilichofanyika. Lazima kuna watoto walitolewa